lishe bora, lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumzi na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Haleluya! Hebu tuketi. Leo tunajifunza somo zuri la namna ya kushinda uraibu. Namna ya kushinda uraibu. Baada ya kuwa tumeangalia hizi siku zilizotangulia madhara ya pombe na madhara ya sigara. Najua wako watu wengi ambao ni wahanga wa vitu hivi, lakini si hivi tu, hata madawa mengine ya kulevya, lakini wanajitahidi kuacha, wanashindwa. Kwa nini si rahisi kuacha vitu hivi? Ni kwa sababu ya hii changamoto inayoitwa nini? Uraibu. Sasa ni wangapi kati yetu tunajua maana ya uraibu? Nione mikono. Tunaojua maana ya uraibu. Uraibu. Naona ni wachache. Uraibu, maana halisi na rahisi kabisa, ni kupoteza udhibiti juu ya mazoea yanayoleta raha. Ni kupoteza nini? Udhibiti juu ya mazoea yanayoleta raha. Unajua, uendelevu wa maisha ya mwanadamu na vizazi vyake duniani, Mungu aliufanya uwe wenye kuvutia kwa kufungamanisha na mazoea ya asili yanayoleta raha kama chakula, tendo la ndoa na usingizi. Hii ilikuwa ni plani ya Mungu kwa lengo moja tu. Maisha, watu wapende kuishi. Yaani usitumie nguvu kuwafanya watu wapende maisha. Hebu wewe just imagine kama chakula kingekuwa kichungu na unaambiwa ili uishi lazima ufanye nini? Ule. Nani angependa kuishi hapa? Haya, tuachane na hilo. Tuashumu vile dhambi ilivyoingia. Mungu angesema sasa mtabeba mimba kwa uchungu. Mimba zingetungwa? Jamani, wangapi wanasema mimba zingetungwa kwa uchungu? Isingekuwa rahisi. Matokeo yake ni nini? Kizazi cha wanadamu kingefanyaje? Kuzaliana kungepungua na watu wangefanya nini? Wangeisha. Vivyo hivyo, usipokula unakufa. Kwa hiyo kwa akili kubwa ya Mungu akafanya mazoea yanayoendeleza maisha yafungamanishwe na raha. Kwa hiyo mazoea haya ya asili huwa yanazalisha homoni ya dopamine na endorphins, na hizi ndizo zinazomfanya mtu ajisikie raha anapofanya matendo haya. Lakini yaangalie yote, lengo lake ni kufanya maisha yafanye nini? Yaendelee. Wanadamu wasikome kuishi na maisha yawe yenye raha. Sasa tofauti inakuja kwenye madawa ya kulevya na pombe. Nini kinachofanyika kwenye madawa ya kulevya na pombe? Madawa ya kulevya na pombe yanachofanya, yanapora ule mfumo wa raha. Wa kufanyaje? Mtu anayehangaika na uraibu huwa anapitia hatua tatu. Hatua ya kwanza ni mwili kukijua kilevi kwa mara ya kwanza. Mwili kukijua kilevi kwa mara ya kwanza. Dopamine na endorphins, hizi homoni huwa zinatolewa kama nilivyowaambia. Haya mazoea ya asili, chakula, tendo la ndoa, usingizi, huwa yanatoa hizi homoni kwa kiwango kidogo. Lakini unapotumia madawa ya kulevya, yanatoa hizi homoni kwa kiwango kikubwa, mara 10 zaidi ya raha za asili. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Tabia mpya inatengenezwa na ule ubongo wa mbele unaofanya maamuzi ya kudhibiti kiwango cha kujihusisha na raha hizo inaathiriwa. Uwezo wake unadhoofishwa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu anafanywa asikie raha kuliko kawaida. Yaani ajue mambo ambayo hajawahi kufanya nini? Kuyajua. Ndio maana waraibu wengi ukiwauliza wanakuambia, ukitaka uondoke kwenye huu ulimwengu ujisikie kama uko ulimwengu tofauti, tumia nini? Jidunge kidogo hii sindano. Ama kama unataka upoteze mawazo, tumia nini? Tumia pombe. Kwa sababu gani? Hivi vitu vinaenda kuexcite ule mfumo wa raha mara 10 zaidi ya kiwango cha kawaida. Sasa watu wanaweza wakasema, kama ni raha hivyo, mbona basi haya madude ni mazuri?
Kumbuka nimekuambia hiyo ni hatua ya ngapi? Ya kwanza, mwili kukijua kilevi. Sasa angalia hapo kinachotokea hapa. Mwili unapokijua kilevi, ngoja nitumie grafu hii huku. Mwili unapokijua kilevi, huo mstari wa katikati unaoona kwenye hii grafu tunauita hali ya kawaida ya mwanadamu. Unapokuwa katika hali ya kawaida, unafurahia, unaenjoy chakula cha kawaida, utasikia raha kidogo, lakini utarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo huwa kunakuwa na uwiano wa balance, kunakuwa na balance ya homoni za raha na homoni nyingine za kawaida zinazokufanya wewe uishi maisha na uwe mtu wa kawaida. Sasa unapotumia madawa ya kulevya, kuna hiki kitu tunakiita euphoria au wataalamu wanakiita high. Unapopanda juu kwenye hiyo high, matokeo yake ni nini? Unakuwa umelazimisha mwili kuminya akiba zote za hizi homoni dopamine. Kwa hiyo kile kichocheo kinapoisha kwenye mwili, badala ya kurudi kwenye huu mstari katikati, kwa sababu huu mstari huwa unakuwepo kwa sababu kiwango cha dopamine kilichotolewa ni kidogo. Kwa hiyo unapomaliza kula au ni mazoea ya kawaida ya raha za asili tulizoumbiwa na Mwenyezi Mungu, unarudi kwenye kiwango cha kawaida kwa sababu bado una akiba ya dopamine na kunakuwa na uwiano kati ya dopamine na homoni nyingine. Sasa ukitumia akiba yote, yani ni kama ulipwe mshahara wa mwezi ili upate labda we unalipwa 1,000,000. Ili upate 1,000,000 lazima ufanye kazi kwa mwezi mzima. Na ili uendelee kuishi maisha kama mtu wa kawaida, inatakiwa ubalance hiyo 1,000,000 itumike kwa mwezi mzima. Sasa ile 1,000,000 madawa ya kulevya yanavyofanya ni kwamba unaitumia ndani ya siku hii, na ili upate nyingine lazima mwezi mmoja ufanye nini? Kwa hiyo hizo siku 29 zinazobaki lazima utahangaika, utakuwa huna nauli ya kwenda kazini, utakuwa huna hela ya chakula. Ndicho kinachofanya haya madawa ya kulevya. Kwa hiyo akisha kupandisha juu, kile kichocheo kikiisha, yanakushusha chini zaidi, kiasi ambacho uwezi ukasurvive. Hata ukitumia raha za asili haziwezi zikakutoa chini kwenye huu mstari unaoona wa blue, zikurudishe hapo juu kwenye mstari wa katikati, kwa sababu zenyewe zinatoa kiwango kidogo. Kwa hiyo matokeo yake, mtu ataongeza dozi ya ile dawa ili moja atoke huku chini apande wapi? Apande juu zaidi. Lakini kumbuka, kadri unavyoshuka chini, ukipanda juu zaidi, ukiongeza dozi, maana yake ni kwamba zinapokushusha tena zinakushusha chini zaidi. Kwa hiyo unaendelea katika hali hiyo, kiasi kwamba inafikia sehemu ambapo ile dawa inakuwa imeisha control na kumiliki mfumo wako wote wa raha, kiasi kwamba hauitumii tena ili usikie raha, ila unaitumia ili angalau urudi kwenye mstari wa kawaida. Ndio unaona hapo mwisho mtu anayezoea kutumia. Kwa hiyo unatumia, unaenda hai, unarudi chini, ukiongeza dozi unaenda juu tena, unashuka chini zaidi ili urudi kwenye mstari wa kawaida au upate raha, unaongeza dozi zaidi. Lakini kadri unavyoongeza dozi ndivyo unavyozidi kudidimia kwenye uraibu. Kwa hiyo inafikia hatua yani unafikia kwenye hiki kitendo tunakiita withdrawal and negative affect. Yani maana yake ni kwamba badala ya kupata raha kutokana na madawa ya kulevya, ni kwamba unakosa furaha katika hali ya kawaida, kwa sababu dopamine zinakuwa chini kuliko kawaida na mwili unazalisha msongo. Katika hatua hii, kilevi hakikusaidii kuwa na furaha, bali unakitumia ili angalau uwe katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kilevi kinakuwa hitaji la lazima la maisha yako. Hiyo ni hatua ya pili ya uraibu. Kwa hiyo sasa unakuwa, ndio maana unasikia mtu, mimi ili hata nilime lazima nipige kagongo kidogo. Yani ni kwamba huyu mtu sasa hatumii gongo ili apate raha, hana raha tena. Na msizani watu walio katika ulevi wanafurahia au wana raha, ni kwamba wameisha kuwa watumwa na wanajaribu kuitumia ili angalau warudi kwenye hali yao ya nini? Ya kawaida. Na vile grafu ambavyo nimeonyesha inafanya kazi, ndivyo ambavyo hayo madawa yanazidi kukushusha chini. Yani ni kama dhambi tu, kadri unavyozidi kuifanya ndivyo unavyozidi kushuka wapi? Chini zaidi. Na ili ukave matokeo ya dhambi ya kwanza, utatenda nyingine, lakini ndivyo unavyozidi kuwa mdhambi zaidi. Sasa hatua ya tatu ni ipi? Hatua ya tatu ya uraibu inaitwa preoccupation and craving. Hii ni kwamba
mwili ukiisha ingia sasa katika hii hali kwamba hauwezi kufanya kazi kawaida mpaka itumie dawa, mwili unaamua kuadopt, unabadilisha mfumo wake wa utendaji. Maana yake mwili na akili vinajiunda upya. Kwa hiyo raha ya maisha yako inategemea upatikanaji wa kilevi kwenye mzunguko wa damu kuliko mahitaji ya msingi ya chakula, tendo la ndoa na usingizi. Ndio maana unaona mtu mlevi anapenda pombe kuliko mke wake, mke hana maana tena, na kwa sababu ya akili fupi huwa wanahisi pia labda nikibadilisha wanawake wengine naweza nikapata furaha. Kwa hiyo unajikuta umeingia katika mtego wa kutafuta ili angalau upate raha. Na wengine labda alianza na dawa moja la kulevya, sasa kwa sababu ameisha fika chini anaambiwa bana, kuna hii nyingine ina nguvu zaidi kuliko pombe, inabidi aitafute tena ile ili angalau atafute zile hisia za raha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maisha ya mraibu yanajireset. Anakuwa haishi kwa ajili ya kula au maisha ya kawaida, anaishi ili atimize ile craving, ile shauku ambayo inatokana na uwepo wa hiyo sumu ya kilevi ndani yake. Kwa hiyo sasa vichocheo vinavyohusiana na kilevi ndivyo vinavyoamua tabia ya mraibu. Maana yake ni kwamba akisikia mziki unahusu pombe tayari atataka kunywa pombe, lakini maana yake ni kwamba matendo yake yote anayotenda na hata matumizi ya fedha na kipato na maana ya maisha inabadilishwa kutoka kwenye mfumo wa kawaida, inategemezwa na ule uraibu alionao. Ndio maana mtu anafanya kazi, unamlipa hela, unashtukia yote amekimbia kwenye nini? Kununua tena cocaine, au amekimbia kununua nini? Pombe. Umemlipa kibarua kazi, asubuhi anakuja amelewa nzui. Kwa hiyo kilevi kinaingia kwenye damu na unakuwa umejiteka nyara mwenyewe. Muhimili wa maisha yako unakuwa umejengwa kwenye msingi wa kilevi, na sehemu ya ubongo inayohusika na kujidhibiti na kufanya maamuzi inadhoofika, na unapoteza uwezo wako wa kuzuia misukumo hii mikali inayotokana na kilevi. Sasa chanzo cha haya yote ni wapi? Roho ya unabii inasema kwamba Ellen G. White ameandika katika kitabu cha Temperance kwamba Shetani katika kikao chake cha kujadili namna ya kuteka wanadamu alisema kwamba angechukua tunda la mzabibu, ngano na vitu vingine vilivyotolewa na Mungu kama chakula, na angevigeuza kuwa sumu ambayo ingeharibu nguvu za kimwili, kiakili na maadili ya mwanadamu. Kwa hiyo hili lingemfanya Shetani kuwa na udhibiti kamili juu ya mwanadamu. Na nukuu nyingine inasema chini ya ushawishi wa pombe na vilevi vingine, watu wanaongozwa kufanya uhalifu wa kila aina. Na pia inawaongoza Shetani watu kwa kutumia vileo washuke chini katika mizani ya utu na thamani yao. Kwa hiyo hii yote ilikuwa ni lengo la Shetani. Ndiyo maana ukitaka kuprove kwamba nyuma ya uraibu wowote kuna nguvu za kiroho za Shetani, hakuna mraibu ambaye anakuwa mraibu ili atende matendo mema. Mimi nataka niwahakikishie, kama kungekuwa hakuna Shetani, huenda mtu katika uraibu wake angependa kusali sana, angekuwa mwema sana. Lakini angalia, mtu anapokuwa mraibu ndivyo anavyotenda dhambi nyingi zaidi, tena bila hata kuweza kujizuia. Ndio inakueleza kwamba kumbe huu uraibu ni moja ya ngome kubwa za Shetani duniani, kutawala watu na kuwadidimiza katika dhambi na uangamivu. Kwa hiyo Shetani yuko macho kila wakati kuletea jamii ya wanadamu, kuiweka jamii ya wanadamu chini ya udhibiti wake kamili. Na katika ukurasa wa 13 wa kitabu cha Temperance anasema njia kuu ambayo kwayo Shetani anawashikilia wanadamu kwa nguvu ni kupitia tamaa za mwili. Na wengi wanaoingia katika uraibu ni wale wanaojitahidi kufanya majaribio walivyoingia dhambini, kwamba Mungu ameisha kupa kila kitu unachohitaji, lakini umedanganywa kwamba kuna kimoja kinaweza kikaenda beyond kile Mungu alichokuumbia. Na hii ndio inawaingiza watu kwenye mtego wa uraibu, kwa sababu hawaridhiki na raha za asili ambazo Mungu amewaumbia. Sasa ushauri wa bure kwa watu vijana wote mnaonisikiliza, au watu wazima, ushauri wa bure kwa mtu ambaye hajaingia mtegoni. Uraibu ni mtego. Usijaribu kabisa kutumia, don't touch. Hata kama ni kwa utafiti. Tafiti zilizofanyika jamani zinatosha, si ndio jamani? Na madhara tunayoyaona kwa watu yatoshe. Tujifunze hata kupitia makosa ya watu wengine. Don't touch, usijaribu. Nina rafiki yangu mmoja daktari, alikuwa kijana ana akili sana wakati tunasoma Muhimbili mwaka wa kwanza. Kijana mzuri sana, alikuwa rafiki yangu.
na tulipokuwa first year pale hosteli zetu Masaki, alikutana na kundi lingine la vijana ambao ni wazoefu kidogo wa mambo ya ulevi. Sasa huyu jamaa akaniambia, Bwana Magomere, mimi nataka nijaribu nione hivi watu wakilewa huwa wanakuwa katika hali gani. Kwa hiyo yeye akataka, badala ya kujifunza maisha ya walevi, yeye akataka apitie uzoefu wa ulevi, kwamba kwa kujua hivyo ataweza kuelewa mbivu na mbichi. Nataka nikueleze, tumemaliza mwaka wa 5 yule kijana akiwa mlevi kupindukia, kiasi kwamba hata ukinisimamisha mimi na yeye utaona ni kama amezeeka, lakini aliingia kwa mtego huo wa kujaribu. Kwa hiyo mimi ninawasihi, kama hujawahi, usijaribu kuvuka mstari kuingia kwenye hayo maswala, kwa sababu ukipoteza udhibiti wako huwezi kujikomboa peke yako kirahisi. Hii vita ni ngumu na unaipigana bahati mbaya ukiwa tayari umedhoofika sana, na hauwezi kuishinda bila msaada wa Mungu. Biblia inatoa ushauri gani juu ya uraibu na maswara yote? Wakorintho wa pili 6:17 hadi 18 anasema, kwa hiyo Bwana asema, ondokeni kati yao, mkajitenge nao, msiguse kitu najisi, nami nitawapokea. Mimi nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wanangu waume kwa wake, asema Bwana mwenye nguvu. Kwa hiyo jambo la kwanza, elewa Mungu anayo nguvu ya kukutoa kwenye uraibu, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kushinda uraibu, mwendee Mungu, kwa sababu shetani anaharibu akili yako kwa makusudi ili akuburuze kinyume na matakwa yako, uwe mtumwa wake. Hatua ya pili, kwa mujibu wa fungu hilo, ondoka kati yao. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 15:33 hadi 34, anasema, msidanganyike, urafiki mbaya uharibu tabia njema. Amkeni, anzeni kuishi vema na acheni kutenda dhambi. Baadhi yenu hawamjui Mungu. Kwa hiyo usifungamane na watu wasiomjua Mungu na marafiki wabaya, na hiki ndicho chanzo kikubwa cha watu kujiingiza katika uraibu. Kwa mfano nilioutolea wa rafiki yangu. Kwa hiyo fanya nini? Ukiondoka, elekea wapi? Elekea mahali sahihi. Elekea mahali ambapo hakuna mazungumzo ya pombe au vilevi, matangazo wala harufu ya pombe wala kisababishi chochote kinachokupeleka huko. Mimi nakushauri elekea kanisani, mahali wanapomjua Mungu. Jambo la tatu, jitenge nao. Unajua ukiondoka kati yao, kwa sababu we ni mwenzao, bado watakufuata, watakutafuta, oya vipi, mbona hatukuoni? Biblia inasema jitenge nao. Kwa hiyo kata mizizi yote ya mawasiliano na mahusiano na marafiki na mazingira, ile community ya watu namna hii, maana hauhitaji. Badala yake tafuta marafiki wazuri wanaomcha Mungu, jifungamanishe na familia yako ikiwa wako upande wa Mungu, na tafuta mtu wa kusimama na wewe. Unahitaji mtu kuvuka uraibu, peke yako huwezi. Na jambo la pili katika kujitenga, haujitengi wewe tu, bali hata mwili wako unatakiwa kuutenga na sumu ya vilevi vilivyo ndani yako. Maana yake ni nini? Lazima uingie katika program ya utakaso. Program ya utakaso ina mambo gani? Moja, kula mkate wa uzima ambao ni neno la Mungu, ili uweze kuzishinda nguvu za kiroho zinazoshikilia ulimwengu wote wa uraibu. Jambo la pili, kunywa maji mengi ili ujaribu kusafisha sumu ambazo ziko ndani yako. Ukimsikia mtu ananuka pombe, ni kwa sababu ana sumu ya pombe ndani yake, hata kama hajavuta au kunywa siku hiyo. Halikadhalika watu wa sigara. Kwa hiyo kunywa maji ya kutosha. Kuna namna nyingine, jiweke ndani ya maji ya uvuguvugu ili mwili utoe zile sumu. Fanya mazoezi ili utoe jasho la kutosha, upunguze zile sumu. Kingine, pata usingizi wa kutosha. Watu wanaoacha pombe wao wanapitia changamoto nyingi. Kuna tatizo inaitwa delirium tremens, wanatetemeka sana, wanakosa raha. Pata usingizi ili kupunguza madhara hayo. Epuka vyakula vya nyama na samaki katika kipindi cha kuacha uraibu, kwa sababu uric acid, ammonia na uchafu mwingine unaoipa nyama ladha yake unaamsha hamu ya sigara na pombe. Kingine, epuka vinywaji vyenye caffeine kama kahawa, chai na kola. Hivi pia hukupeleka katika changamoto hiyo. Jambo lingine, rejesha vilivyopotea. Uraibu na matumizi ya vitu kama sigara huwa yanapunguza vitamins mwilini na baadhi ya madini muhimu. Kwa hiyo kwa watu wa sigara, pata supplement za vitamini C, kwa sababu sigara moja inaharibu vitamini C gramu 25. Tafuta calcium supplement. Kwa mtu wa pombe, tafuta vitamini B complex ili uirejeshe. Hii ni muhimu kwa ajili ya kuvunjavunja pombe ndani ya mwili.
Tafuta hizo protini ambazo nimekuonesha hapo, tyrosine na tryptophan. Hizi zinakusaidia kurejesha ile dopamine ambayo imepotezwa. Tumia magnesium supplement, lakini tafuta njia mbadala au mazoea mbadala ya kufanya kinyume na mazoea ya uraibu. Ukisikia hamu ya kuvuta sigara, vuta hewa safi, tafuna tunda tamu. Ukisikia hamu ya kunywa pombe, kunywa maji ya kutosha, lala usingizi, usiende baa. Kikubwa usiguse tena. Azimia kabisa kutotumia, kuonja kabisa vitu hivyo. Kitaalamu, ili tukuhesabu umeshinda uraibu, lazima ipite miezi 12 bila kugusa kabisa. Mungu awabariki sana. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka. Njombe Net Event 2026. Asante sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri ambalo linatukumbusha namna ya kuzuia na namna ya kukabiliana na uraibu. Lakini pia wewe ambao unatutazama hivi sasa kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, endelea kwa pamoja nasi na unatufuatilia hivi sasa kupitia redio ya Tumaini Kuu pale Bukavu 98.5, lakini pia unatusikiliza vyema kupitia Sauti ya Matumaini pale Goma 98.9. Naamini kukumbusha tu ya kwamba matangazo haya ama masomo haya unaweza ukayapata katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Hivyo ikiwa una wasiwasi kwamba hujasikia vizuri, unaweza kwenda na kurudia, na hakikisha unafuatisha kile ambacho daktari amesema ili kushinda uraibu. Tumaini langu, tumaini lako liwe kuacha kabisa na kukataa uraibu, ili basi tuwe na tumaini lenye baraka. Na sasa tunakwenda katika somo zuri, somo la familia, na leo ni mwendelezo wa somo la jana lililokuwa likisema mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa sehemu ya pili. Natumaini ya kwamba utabarikiwa na somo hili zuri kutoka kwa mchungaji Thomas Bihene. Niendelee kukukumbusha kwamba nambari ya mchungaji Thomas Bihene ni 0622553010, 0622553010. Unaweza kutuma ujumbe ikiwa una swali ama una changamoto yoyote, basi unaweza kumpata mchungaji Thomas Bihene kupitia ujumbe, naye atapata wasaa wa kushughulika nawe. Nikusiendelea kumwalika rafiki yako popote pale alipo ili naye aweze kubarikiwa na vipindi hivi, na Mungu akubariki unaposhiriki pamoja nasi katika kipindi hiki cha familia. Amina.